Kwa kupitia taarifa hii ndo tumeamini kwamba hata viongozi wa dini wanaweza wakapata airtime ya kuweza kutoa ushauri na maoni kwa mambo ya kisiasa. Haya yote yameweza kujitokeza kwa Papa Robert Prevost ambaye nafikiri kwa sasa pia na yeye aliweza kutoa ujumbe wa kuweza kulinda amani za mataifa mbalimbali, huku akiweza kutuma ujumbe kwa kiongozi wa Iran lakini pia na kiongozi wa Israel, yani hapo kwa mwamba Khamenei, lakini pia na hata kwa mwamba pia Masudi ambaye pia Pezeshkian. Ukiachana pia na hivyo, barua hiyo pia iliweza kutoka na kuelekea kwa Benjamin Netanyahu, ambao nafikiri wote ni viongozi wakubwa katika ugomvi unaoendelea ama vita ambayo mpaka hivi sasa imekuwa ikiendelea kuchochewa na viongozi tofauti akiwemo pia mwamba kutokea Marekani Donald Trump. Sasa kwa Robert Prevost nafikiri pia ameweza kutoa maoni na ushauri kwamba kinachoendelea ama uchochezi unaoendelea kuweza kuyamaliza haya mataifa, kwa sababu wamekuwa wakitengeneza harmful na wakitengeneza pia negative impact zinazojitokeza katika nchi ya Iran lakini pia na nchi ya Israel. Sasa yeye kama kiongozi wa dini wa mataifa mbalimbali aliweza kutoa kama maoni na ushauri, lakini sio kuwalazimisha kwamba vita hiyo waiache, kwa sababu wao ndo wana hiari na maamuzi yao wenyewe. Lakini maoni yake na ushauri wake yeye kama kiongozi wa dini Robert Francis Prevost, ambaye yeye anaamini kabisa kwamba lengo lake ni kulinda amani ya mataifa mbalimbali, na hiyo ilisha kujitokeza pia hata kwa marehemu Papa Francis kuweza kutoa ushauri kwa baadhi ya nchi ambazo zilikuwa zikiingia kwenye vita, kwa sababu ni kitendo ambacho yeye kama anapokaa kimya basi huenda ikaonekana kabisa kwamba kinachoendelea basi kiongozi wa dini amekuwa akikifurahia. Sasa kama Papa yeye kama yeye ameweza kutoa ushauri na kuziomba pia nchi hizo kama zitakuwa na uaminifu, lakini pia na hata dini pia ikiwa imeendelea kusonga mbele, basi huenda ni swala ambalo wanaweza kukaa chini na kuyamaliza. Yani ni swala ambalo anaamini kama viongozi wao watakaa na kujadili na kuona kabisa kwamba hakuna haja, kwa sababu tayari kumekuwa na negative impact zinazo wazuru pia wananchi wa Iran lakini pia na wananchi wa Israel, na ni kitendo ambacho pia pengine kinaweza kikahamasisha pia vita hata kwa nchi nyinginezo. Kwa ni swala ambalo nafikiri lina make sense kwa kiongozi wa dini Robert Francis Prevost mara baada ya kuweza kuiomba Iran lakini pia na kuiomba nchi ya Israel. Sasa ukiwa kama mpenzi msikilizaji na mdau pia zaidi wa channel ya Hatuboy Media, unahisi alichokizungumza ama ushauri wa Papa Robert Francis Prevost kuweza kuiomba Iran na nchi ya Israel kuacha vita ama pia kuachana na uchochezi unaoendelea hapa katika mataifa mawili makubwa ambayo tayari yameshaingia kwenye ugomvi ama vita inayoendelea mpaka hivi sasa? Cha msingi tukutane katika midfield section ya comment. Hii ni Hatuboy Media. Usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.